Jeshi la Iran limedungua droni ya Marekani huku likidai pia kuzuia kombora na kuendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Jeshi la Iran limetangaza kuwa limedungua droni ya Marekani iliyodaiwa kuwa ilikuwa ikifanya shughuli za uhasama juu ya mji wa bandari wa Bandar Abbas kusini mwa nchi hiyo siku ya Jumatatu. Katika taarifa iliyotolewa Julai 13, jeshi hilo lilisema droni hiyo ya Marekani ilinaswa na kuharibiwa kwa kutumia mfumo wa makombora ya ulinzi wa anga unaoendeshwa na kikosi cha anga cha Iran chini ya mfumo wa pamoja ulinzi wa anga wa taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, droni hiyo ilifuatiliwa kwa mafanikio kabla ya kulengwa na kupigwa na mfumo wa makombora ya ardhini katika anga la Bandar Abbas. Tukio hilo limekuja siku moja baada ya jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kutangaza kwa mfumo wake mpya wa kisasa wa ulinzi wa anga uliweza kudungua kombora la masafa marefu la Marekani karibu na mji wa Islamabad siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa IRGC, kombora hilo lilinaswa na kuharibiwa na mfumo mpya wa ulinzi wa anga wa kikosi cha anga cha IRGC unaofanya kazi chini ya mtandao pamoja wa ulinzi wa anga nchini Iran. IRGC ilisema kombora hilo lilidunguliwa katika eneo la Dar es Nasbi pembezoni mwa Islamabad wakati wa kile ilichokiita mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Katika hatua nyingine, Iran imedai mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya Marekani. Taarifa hizi zimekuja wakati Iran ikisema imeendelea kutekeleza operesheni zake za kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Katika siku za hivi karibuni, IRGC imedai kufanya mashambulizi dhidi ya vituo na mali za kijeshi za Marekani nchini Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar pamoja na Oman. Aidha, IRGC ilisema ililenga meli ya pili ya Marekani katika mlango bahari wa Hormuz na kuisababishia kusimama. Pia ilidai kushambulia kituo cha kijeshi cha Al Udeid nchini Qatar, ikisema iliharibu kituo cha matengenezo ya ndege za kivita pamoja na kituo cha amri na udhibiti. Kwa mujibu wa taarifa nyingine, IRGC, makombora mazito yalirushwa dhidi ya vituo vya usaidizi wa vifaa vya kijeshi vya Marekani katika bandari ya Duqman nchini Oman, ambavyo hutumiwa kuhudumia meli za kivita na wabeba ndege wa Marekani. IRGC ilisema azma iliyoonyeshwa na wananchi wa Iran wakati wa maandamano makubwa ya mazishi yaliyohudhuriwa na mamilioni ya watu sasa imehamia katika uwanja wa vita. Jeshi la Iran limedai kutuma droni za kujitoa muhanga. Kwa upande mwingine, jeshi la Iran lilisema lilizindua mawimbi ya droni za kujitoa muhanga dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait na Bahrain. Kwa mujibu wa jeshi hilo, mashambulizi hayo yalilenga mfumo wa ulinzi wa anga wa Patriot, ghala la kuhifadhi silaha na kituo cha rada nchini Kuwait. Nchini Bahrain, Iran ilisema ililenga mfumo wa mawasiliano ya kijeshi wa Marekani pamoja na kituo cha rada nchini humo. Jeshi hilo lilionya kuwa Marekani na Israel zitawajibika kwa madhara yatakayotokana na kuendelea kwa mashambulizi hayo, likisisitiza kuwa uchokozi wowote mpya utajibiwa kwa hatua kali zaidi. Wakati huo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, amesema Iran itatumia njia zote halali za kisheria na kidiplomasia kuwajibisha waliohusika na kile ilichokiita vita vya siku 40 vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Akizungumza katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari siku ya Jumatatu, Baghei alisema kutafuta haki kwa waliouawa, akiwemo kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ni wajibu wa kisiasa, kimaadili pamoja na kisheria, akisisitiza kuwa uhalifu uliodaiwa kufanywa wakati wa vita hivyo hauwezi kufutwa na muda na kwamba kuwawajibisha wahalifu wa kivita ni kanuni inayotambulika kama sheria za kimataifa. Kutafuta haki na kulipiza kisasi kwa kiongozi wetu aliyeuawa pamoja na kila shahidi aliyeangamia katika mashambulizi ya Marekani na Israel ni matakwa makubwa ya taifa, alisema Baghei. Aliongeza kuwa Wizara ya Mambo ya Nje ni sehemu ya juhudi za kitaifa za kuwafikisha wahusika mbele ya sheria na kwamba Iran itatumia kila chombo cha kimataifa cha kisheria na kidiplomasia kufanikisha lengo hilo. Pia alisema hatua za kisheria zinapaswa kuchukuliwa ndani ya Iran, ikiwemo kufungua kesi kwa niaba ya familia za waliouawa na waliojeruhiwa katika mashambulizi hayo. Kiongozi mkuu mpya wa Iran, Mojtaba Khamenei, ameapa kulipiza kisasi. Kauli hizo zimekuja siku chache baada ya mazishi ya Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, ambapo mwanae Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei alitangaza kuwa kulipiza kisasi kwa damu ya baba yake na watu wote waliouawa katika vita viwili vya karibu ni dhamira ya kudumu ya taifa la Iran. Katika ujumbe wake baada ya mazishi, Mojtaba Khamenei alisema urithi wa baba yake utaendelea kulindwa na kwamba damu ya Ayatollah Sayyid Ali Khamenei pamoja na mashahidi wengine italipizwa kisasi. Aliweka mkazo kwa wote waliohusika na mauaji hayo, kuanzia viongozi wa juu waliotoa maamuzi hadi waliotekeleza mashambulizi hayo moja kwa moja wametambuliwa na hawataepuka kuwajibishwa. Kiongeza kwa utekelezaji wa kisasi hicho si jukumu la mtu mmoja, bali na ahadi ya kudumu ambayo kwa mujibu wa kauli yake itatekelezwa.